Mambo vipi? Ni siku ya Ijumaa tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2025. Manchester United itapambana Tottenham Hotspur katika fainali ya Ligi ya Europa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Red Devils hiyo jana walikamilisha mchezo na kutenga fainali kwa kuitandika Athletic Club ya Uhispania 4-1 nyumbani kwao Old Trafford, kupata ushindi wa jumla mabao 7-1 ili kujihakikishia nafasi ndani ya fainali na kujongelea karibu taji la Ligi ya Europa msimu huu. Kwa upande wao, Spurs walipata ushindi 2-0 dhidi ya Bodo Glimt ugenini katika taifa la Norway. Fainali ya Ligi ya Europa msimu huu itachezwa katika uwanja wa San Mamés, Bilbao, Hispania siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi Mei. Hii inamaanisha kwamba Uingereza itawakilishwa na timu 6 katika ligi ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao, maana timu 5 zitafuzu baada ya kumaliza kwenye nafasi ya kwanza hadi ya 5 katika msimu huu wa ligi kuu ya soka nchini England, na mshindi wa Ligi ya Europa kulingana na sheria anafuzu kushiriki UEFA Champions League msimu unaokuja. Nayo Chelsea imefuzu fainali ya Ligi ya Europa Conference baada ya kuandikisha ushindi moja kavu darajani Stamford Bridge dhidi ya klabu ya Djurgårdens kutoka taifa la Uswedi. Kwa upande mwingine, Real Betis ya Uhispania imetinga fainali ya kombe hilo baada ya kuambulia sare ya 2-2 ugenini dhidi ya Fiorentina kujihakikishia ushindi wa mabao 4-3. Fainali ya Europa Conference itachezwa siku ya Jumatano tarehe 28 mwezi Mei katika uwanja wa Stadion Miejski katika taifa la Poland. Na katika fununu hii leo ni kwamba viongozi wa ligi kuu ya soka nchini Italia Serie A, klabu ya Napoli inajaribu kumsajili kiungo wa Ubelgiji Kevin De Bruyne aliye na miaka 33 baada ya kutangaza rasmi kwamba ataiondoka klabu ya Manchester City mwisho wa msimu huu. De Bruyne nia yake ni kusalia barani Ulaya msimu ujao, ndio maana amevutia vilabu kadhaa ikiwemo Aston Villa na pia mabingwa wa EPL Liverpool. Vilevile Napoli inammezea mate kiungo wa Uingereza ambaye pia anachezea Citizens Jack Grealish miaka 29. Mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 ameendeleza shinikizo kujiunga na vigogo wa ligi kuu ya soka nchini Hispania Barcelona msimu ujao kutoka klabu ya Manchester United, hasa hivi sasa baada ya mkataba wake wa mkopo kukamilika na klabu ya Aston Villa. Huenda Liverpool ikamsajili fullback ya Uholanzi Jeremy Frimpong aliye na miaka 24 kutoka vigogo wa Ujerumani Bayer Leverkusen, ambaye mkataba wake unamruhusu kuondoka timu hiyo kwa takriban pauni milioni 29.7. The Reds wanapanga kumsajili ili kuziba pengo lililoachwa na fullback ya Uingereza Trent Alexander-Arnold ambaye anajiunga na klabu ya Real Madrid nchini Hispania. Liverpool, Arsenal pamoja na Manchester City wanamngangania winga wa timu ya taifa Brazil Rodrigo Silva da Goes miaka 24 ambaye duru zinaarifu kwamba yuko tayari kuondoka Santiago Bernabeu msimu ujao. Nayo klabu ya Crystal Palace iko mbioni ikijaribu kumsajili kiungo Uingereza Joe Willock, umri wa miaka 25, anachezea klabu ya Newcastle United. Borussia Dortmund ya Ujerumani ni baadhi ya timu ambazo zimeingia kinyang'anyironi ikiwa na nia ya kumsajili kenda Uingereza Job Bellingham miaka 19 kutoka klabu ya Sunderland, kakake mdogo kiungo wa Uingereza na klabu ya Real Madrid. Jude Bellingham ni mchezaji ambaye anameziwa mate pia na klabu ya Manchester United. Kiungo mshambulizi wa Uingereza Morgan Rogers aliye na miaka 22 yuko tayari kuondoka klabu ya Aston Villa kwa takriban pauni milioni 90 akiwa anawindwa na klabu ya Chelsea. Hata hivyo haitakuwa rahisi kwa Villa kumwachilia, manake amekuwa nguzo muhimu kwa timu hiyo katika safu ya kati. Klabu ya Al Hilal nchini Saudia imeweka mikakati ya kuwasajili wachezaji wawili kutoka Liverpool nchini Uingereza. Wa kwanza ni mshambuliaji wa Uruguay Darwin Núñez miaka 25 na mwingine ni winga wa timu ya taifa ya Colombia Luis Diaz aliye na miaka 28. Ili kutoa ushindani kwa mshambuliaji wa Senegal Nicolas Jackson darajani msimu ujao, Chelsea inapanga kumsajili mshambuliaji wa Uholanzi Emmanuel Emega aliye na miaka 22 kutoka klabu ya Strasbourg nchini Ufaransa, ambayo pia inamilikiwa na wamiliki wa The Blues.
ingawa pia klabu ya Newcastle inajaribu kumsajili mshambuliaji huyo. Vigogo wa Italia Juventus bado wako mbioni wakitaka kumsajili kiungo wa Italia Sandro Tonali, miaka 25, kutoka Magpies.